Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Wakati mwingine tena, karibu kwenye Sport Info, ni update za kisoka. Ndicho kitu ambacho nakuletea hivi sasa, na kikubwa baada ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kuahirishwa, Yanga Afrika dhidi ya Simba Sports Club, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara ambao ulipangwa kuchezwa Machi 8, 2025 katika uwanja wa Benjamin William Mkapa, Dar es Salaam. Sasa update zimekuwa ni nyingi sana kupitia mitandao ya kijamii, na hapa niko na update za Mwanasport ambapo wanatoa sasa kile ambacho kinachoendelea hivi sasa kwa upande wa Young Africans. Wao kama klabu nini ambacho wameamua kufanya baada ya kutoa msimamo wao kwamba hawatashiriki au kucheza tena dabi ambayo itaopangwa tena tarehe nyingine baada ya hii ya March 8, 2025 kuahirishwa, iliyotakiwa kuchezwa majira ya saa 1:15 za usiku kwa saa za Tanzania. Na kupa update kutoka Mwanasport. Lakini kabla ya yote, subscribe YouTube channel yetu, tembelea pia page zetu za mitandao ya kijamii, tukiwa tunapatikana kwenye Instagram, Facebook na TikTok. Jina letu ni moja tu, ni JR Mtita TV. Mwanasport wanasema kwamba dabi ya waliza wengi kwa hasara walioipata, Yanga jipanga kwenda kasi. Bwana, sasa wanasema kwamba kushindwa kupigwa kwa pambano la dabi ya Kariakoo Jumamosi iliyopita kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam bado ni gumzo, huku wadau mbalimbali wakilia hasara ambazo wamezipata kutokana na kuahirishwa kwa pambano hilo ambalo kulifanywa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Bodi ya ligi iliahirisha mchezo huo saa chache kabla ya kupigwa saa 1:15 usiku baada ya awali Simba kutoa taarifa kugomea mchezo huo kwa sababu ya kuzuiwa kufanya mazoezi ya mwisho kwa Mkapa kulikofanywa na wanaodaiwa makomando wa Yanga. Katika taarifa ya kuahirishwa kwa mchezo huo, bodi ya ligi ilijikanyaga, kwani kanuni ya kuahirishwa kwa mchezo zinatajwa kanuni za ligi namba 34. Hakuna hata moja ambayo inayohusisha timu ikiwa imezuiwa kufanya mazoezi, mchezo hautachezwa. Hata hivyo, licha ya mamlaka ya soka kuchukulia poa uamuzi huo wa kuahirisha mechi hiyo ya watani wa jadi Simba na Yanga, lakini ukweli wadau mbalimbali wakiwemo mashabiki waliosafiri umbali mrefu kutoka mikoani na wengine kutoka nje ya nchi wamelia na kupata hasara kubwa. Pia wapo wafanyabiashara na wajasiriamali ambao huitumia mechi ya watani wa jadi dabi ya Kariakoo kupiga fedha, kujikuta wakila hasara ambao hakuna wa kuwalipa, ili hali Yanga walikuwa wenyeji wakijifungia tangu jana ili kufanya tathmini na hasara walioipata kama klabu katika maandalizi ya mchezo huo wa ligi kuu. Yanga inadaiwa kuandaa barua hiyo huku akisikilizia bodi ya ligi inayodaiwa ilikuwa inajiandaa kukutana kwa ajili ya kupanga tarehe mpya ya mchezo huo ambao tayari klabu hiyo imeshasema haitacheza, na wamepanga kwenda kudai haki yao mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS kutokana na kuahirishwa kwa pambano hilo bila kuzingatia kanuni zilizopo. Licha ya kwamba hakuna uthibitisho moja kwa moja juu ya hasara kifedha zilizojulikana kwa kuahirishwa kwa pambano hilo kuanzia Yanga wenyewe, Simba iliyogomea mchezo mapema kabla ya kuahirishwa kwake, na hata mamlaka za soka, lakini wadau wengine wamefunguka hasara ambazo wamezipata, huku wakitoa lawama kwa kupuuzwa kwa mashabiki wa soka waliosafiri ili kuja kushuhudia mechi hiyo ya dabi ya Kariakoo. Sasa Mwanasport anasema kwamba walitafuta uongozi wa Yanga kutaka kujua hasara ambayo wameipata klabu hiyo ambayo ilikuwa ni wenyeji, lakini simu zao zilikuwa zikiita bila kupokelewa, ila chanzo cha ndani kutoka klabuni hapo kiliwadokezea Mwanasport kuwa viongozi walikuwa wakijadiliana na kufanya tathmini ya jambo hilo. Mapema ofisa habari wa Yanga Ali Kamwe alikadiriwa kwamba kabla ya mechi kuahirishwa tayari tiketi zaidi ya 40,000 zilikuwa zimeuzwa kwa mashabiki ambao hata hivyo kupata nafasi ya kushuhudia pambano hilo kutokana na kuahirishwa na bodi ya ligi baada ya tishio la Simba kugomea mechi. Maofisa wa Simba na wale wa bodi ya ligi walitafutwa ili kupata ufafanuzi wa hasara ambazo zilipatikana katika maandalizi ya mchezo huo kabla ya kuahirishwa muda mchache, lakini juhudi za Mwanasport hazikuzaa matunda, kwani simu zilikuwa zikiita bila kupokelewa. Bodi ya ligi ndio wasimamizi wakuu wa mchezo huo wa dabi, wakibeba gharama za kuhudumia maofisa wa mchezo huo wakiwemo waamuzi, kamisa na wengine iwe kutoka Dar es Salaam au mikoani. Hii ni mara ya 13 kwa Simba na Yanga kukachana
kwa sababu mbalimbali katika mechi za ligi kuu bara tangu ligi hiyo ilipoasisiwa mwaka 1965, huko rekodi zikionyesha Simba inaongoza kwa kufanya hivyo mara 7. Na kwa miaka hivi karibuni hii ni mara ya pili kwa dabi kuahirishwa ndani ya muda mfupi, ikiwemo ile ya Mei 8 mwaka 2021 na Yanga iligoma kucheza. Mechi hiyo ya Mei 8 ilipangwa kuchezwa upya Julai 3 mwaka huo na Yanga kushinda kwa bao 1-0, bao ambalo lilifungwa na Zawadi Mauya. Lakini kwa upande wa mchezo ulioahirishwa Machi 8 2025 bado hujapangwa muda wa kuchezwa mpaka hivi sasa, lakini tayari Yanga wameshatoa tamko lao na msimamo wao kwamba hawatacheza mchezo huo, kwani tayari walishamaliza kazi tangu tarehe 8 March 2025. Maoni yako ni yapi katika hili na update hii ambayo wameitoa Mwanasport? Niachie maoni yako hapo chini, lakini usisahau kusubscribe ili uwe number 1 kupata habari zetu kutoka hapa Rafiki namba 1 wa burudani na michezo. Leo niko sehemu ambapo panaweza kubadilisha muonekano na taswira yako kwa sasa. Niko hapa JNR Mtita Unisex Saloon. Dada, mama, kijana ambaye unataka muonekano mzuri, kupendeza kwako ndio fahari yetu. Na tuko hapa kwa ajili ya kuhudumia. Njoo tukupendezeshe leo. Kwa huduma zote za saluni ya kike, basi sehemu sahihi kwako ni JNR Mtita Unisex Saloon Mikwambe. Usiogope muonekano wa saluni zetu kama vile ambavyo zinaonekana. Ukifika hapa push au vuta, ingia nani, nenda kahudumio kwa mitindo yote ya nywele ambayo sasa hivi iko bora na ina trend hapa town. Bei ni nafuu sana kama nilivyokuambia. Simple makeup kwa shilingi 5,000. Unaweza kupata wapi sehemu ambapo unaweza kupata bei kama hii kwa simple makeup? Bali na hapo tuna Bodray kwa shilingi 3,000 tu za Kitanzania. Kuosha pamoja na kuseti ni shilingi 2,000 tu za Kitanzania. JNR Mtita Unisex Saloon, karibu upendeze kama mimi vile ambavyo nakaribia siku hii ya leo. Muonekano wa saluni zetu ni nzuri kabisa, lakini pia kitu kizuri ni kwamba wahudumu wetu wanatoa huduma nzuri, na ndio maana nimekuambia karibu siku zote upendeze. Vifaa bora kabisa, full AC, yani ukifika hapa no sweat. Na kama nilivyokuambia tunapatikana Mikwambe Maliasili. Ukiwa unatoka feri unapanda gari za Tuangoma au Kibada, unashuka kituo kinaitwa Maliasili, mkono wa kushoto ndipo ambapo saluni zetu zinapopatikana. Tembelea leo kupitia ukurasa wa Instagram kwa jina la @officialgrmtita_unisex. Karibu upendeze.